Programu kuu ya uongozi wa utawala kifungu P01 masuala ya uendeshaji wa wizara yapo hapa kwa mujibu wa kanuni ya 107. Narudia tena, programu kuu ya uongozi wa utawala kifungu P01 masuala ya uendeshaji wa wizara yapo hapa kwa mujibu wa kanuni 107(b) ya kanuni za kudumu za baraza. Nataka kuzuia shilingi katika kifungu hili kwa hoja yangu ya kuhusu usimamizi wa sheria ya vileo namba 6/2020. Narudia tena, kwa sheria ya vileo namba 6/2020. Hapa ndo hoja yangu kubwa sana, Mheshimiwa Waziri, ndo tutapojikita. Sheria ya vileo Zanzibar inahitaji kutizama upya usimamizi wake. Umekuwa mbaya, baadhi imeongezeka kupita kiasi. Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Spika, hapa nilikutaka kuleta hoja binafsi, lakini katika kurekebisha nataka kusaidia serikali. Utaratibu ulivyokiukwa na athari kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baadhi ya mambo yanakiuka katika sheria ya udhibiti wa vileo namba 6/2020 na kuleta athari kwa jamii yetu ni haya yafuatayo. Naomba niasome. Mheshimiwa Waziri, anza kuandika. Kukiukwa masharti ya vibali na leseni za vileo katika mwezi ambao mtukufu wa Ramadhani, ambao mwaka mara moja unakuja, ndio msimu kwetu Waislamu, tuheshimu, tuchume akhera yetu. Mwaka mara moja, kama msimu wa karafuu unavyozaa Pemba vile, na ndio msimu wetu, ndio bambwa letu, tuheshimu. Katika kipindi chote cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, isipokuwa hoteli zenye hadhi kuanzia nyota 1 na mikahawa ya kitalii. Sharti hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, limewekwa linakiuko kwa vibali vya leseni zinazotolewa kwa maeneo nje ya hayo. Hilo la B, vileo kuuzwa katika maduka yasiyokuwa na leseni wala vibali katika maeneo mbalimbali. Kifungu cha 45 cha sheria ya udhibiti wa vileo kimekataza, lakini yapo maduka na viduka vya uchochoroni vingi vinauza na hakuna hatua yote iliyochukuliwa na wizara hii na halmashauri. C, kukiukwa kwa muda wa uuzaji vileo. Kifungu 31 cha sheria kimeweka sharti la duka la vileo kuuza vileo vilivyounganishwa kuanza saa 2 asubuhi na saa 1 usiku kwa jumla na rejareja. Sharti hili la sheria linakiukwa kwa hakuna anayejali, na hakuna kuchukuliwa hatua. Vileo vinauzwa sasa saa 24 kinyume na matakwa ya sheria, na kwa upande wa baa kifungu cha 30 kimeweka sharti za vileo kuuza rejareja kuanzia saa 12 jioni na hadi saa 6 za usiku. Lakini sharti hili linakiukwa na baa zinazouza saa 24 bila kujali kama kuna sheria inakatazwa. We are not serious kabisa. Binadamu, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi haki yetu mambo matatu tuangatie kabisa. Ulichokula ukaenda kufanya haja ndo chako, shati ulovali kachanika ndo lako, kama liko kwenye kabati si lako, na la tatu utanguza akhera. B, maeneo ya biashara vileo kufanywa madanguro na biashara ya ngono. Kifungu cha 42 cha sheria kimekataza, lakini maeneo mengi hasa katika ukanda wa utalii na mijini yameharibika kwa biashara ya ngono kufanywa wazi wazi, na sehemu nyingine kumekuwa na madanguro ya siri. Maeneo ya vileo kama baa, klabu na maduka kujengwa karibu na makazi ya watu na kutofuatwa kwa kanuni za masafa. Yapo baadhi ya maeneo ya mtaa mzima umejengwa maduka ya kuuzia vileo kinyume na sheria, mfano Nungwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanya research, hatukuja kukurupuka. Huku serikali inatumia nguvu kubwa kutafuta maadili, lakini maadili yenyewe tunachangia sisi wenyewe kuporomoka.
F. Utaratibu mwepesi wa kuweka pingamizi. Kifungu cha 21 cha sheria kinaruhusu wakazi wa eneo husika kuweka pingamizi ya maandishi dhidi ya ombi kuanzisha biashara vileo katika eneo. Tatizo, utaratibu uliowekwa katika sheria ni mwepesi. Wananchi wanawekewa pingamizi kukata, lakini huko ombi linakabiliwa wananchi wanaolalamikia athari za uwepo wa baa, kelele za muziki, uhuni, ukahaba katika maeneo yao. Hatua zinacheleweshwa kuchukuliwa na hazichukuliwi kabisa. G. Mamlaka ya serikali za mitaa kutopewa nguvu za kutosha katika kusimamia maduka vileo, baa, klabu. Kifungu cha 20 kimezipa uwezo mamlaka ya serikali za mitaa kufunga duka la vileo. Hakuna duka hata moja lilofungwa, baa au klabu inayokabili masharti ya sheria hii. Hata hivyo, bado mamlaka hizo hazijapewa nguvu za kutosha katika utekelezaji wa sharti hili. Naitaka serikali na kuiomba kwa heshima kabisa, kuitaka serikali kufanya mapitio upya na hatimaye kuandika upya sheria kudhibiti vileo namba 6 ya mwaka 2020, na katika hatua hiyo wadau wote washirikishwe kikamilifu katika hatua zote. Ni hili Mheshimiwa Waziri, ndugu yangu, na uzuri wenyewe ukafika mbele hapo, unaanza na Bismillahirrahmanirrahim. Sasa itafute definition yake, maana yake nini? Tusio tunazungumza kwa mdomo tu, vitendo vika havipo. Maana yake nini Bismillahirrahmanirrahim? Kwa hili waziri wewe, na kuamini si muda mrefu katika kujibu, nafikiri tutaleta sheria nyingine mpya. Dunia hii bora uwe muongo uje kuwa mnafiki. Bora uwe muongo uje kuwa mnafiki. Hii sheria Mheshimiwa Waziri, najua utaileta kwa utaalamu wako na dua unazoleta, sifikiri. Kwa hiyo mchango wangu ulikuwa nishazuia fungu